Ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mambo yamezidi kutokota ndani ya chama hicho, na kama tunakumbuka jana walitangaza kwamba leo Julai 17 atakuwa na mkutano wa hadhara kuzungumza na waandishi wa habari kuhusiana na mambo kadha wa kadha, hasa kuhusiana na kusimamishwa kwao na Mahakama Kuu ya Tanzania kuhusiana na kesi ya msingi ambayo waliifungua upande wa Zanzibar wakidai, wanachama upande wa Zanzibar wakidai mgawanyo wa rasilimali. Na baada ya leo kwa wameweka mambo yao sawa kuzungumza na waandishi wa habari, taarifa ambazo zimetufikia ni kwamba jeshi la polisi mkoa wa kipolisi Kinondoni jijini Dar es Salaam umezuia mkutano huo na waandishi wa habari pamoja na viongozi wa chama hicho ambao ulikuwa unatarajiwa kufanyika asubuhi ya leo saa 5 Julai 17 katika moja ya ukumbi uliopo kwenye hoteli ya Seychelles Millennium Tower Makumbusho jijini Dar es Salaam, kwa sababu chama hicho kimezuiliwa kufanya shughuli zozote za kisiasa. Aidha, jeshi hilo limewaamuru waandishi wa habari kufunga vifaa vyao na kuondoka eneo hilo mara moja, huku wakibaki na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama hicho, yani chama cha demokrasia na maendeleo, ndugu Brenda Lupia. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, wamedai kuwa wamezuia mkutano huo kwa sababu chama hicho kimeshazuiliwa kufanya shughuli zozote zile za kisiasa. Itakumbukwa mnamo Julai 10 mwaka huu Mahakama Kuu ya Tanzania ilitoa agizo la kusimamisha shughuli zote za chama hicho mpaka pale kesi ya msingi itakaposikilizwa. Na kesi hiyo ambayo ilifunguliwa na wanachama wa chama hicho kwa upande wa Zanzibar wakidai kwamba upande wa Tanzania bara wamekuwa wakitenga Zanzibar kwenye mgawanyo wa rasilimali fedha. Kwa hiyo wakafungua ile kesi, na walipofungua kesi wakaiomba mahakama kuweza kusitisha shughuli zote za chama hicho, kwa maana shughuli za mikutano ya hadhara, mikutano ya ndani na uendeshaji mzima wa shughuli hizo. Na taarifa ambazo Chadema walizipata za kufungiwa, walikuwa pale mkoani Tabora kwa ajili ya kampeni yao ya no reforms no election. Sasa kaimu katibu mkuu wa chama hicho John Heche, yeye alizungumza na chombo cha kimataifa na akanukuliwa akisema zote hizo ambazo zinafanyika za kuwafungia na mambo mengine ni njama tu za watawala ambao wanafifisha watu ambao wanaipigania demokrasia ya kweli, na wao wakasema hawawezi kurudi nyuma na watahakikisha kwamba wanapambana kuhakikisha kwamba demokrasia ya kweli inapatikana. Aidha, John Heche aliendelea kwa kusema chama hicho kwa sasa kinaendelea kukutana na vigingi na mapigo mengi ambayo yanatoka upande wa watawala. Tunakumbuka wanachama wengi wamehama chama hicho wakisema mambo yamekuwa si mazuri ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini pia wanafanywa vurugu hivi sasa kwenye mikutano yao ya hadhara. Zote hizo John Heche alisema ni hila na nia mbovu kutokea kwa chama tawala ama kwa watawala ambao sasa wanahitaji kuivuruga Chadema ambayo iko imara, na anasema itaendelea kusimama imara kuhakikisha kwamba demokrasia ya kweli inapatikana. Chadema tunakumbuka wao kampeni yao ya no reforms no election bado imepamba moto na wananchi wameipokea vizuri, kwa sababu tunaona namna ambavyo shughuli zao wanajaza kwenye mikutano ya hadhara. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yanaendelea, lakini tunakumbuka pia ruzuku amenyimwa. Tunakumbuka Mheshimiwa Godbless Jonathan Lema alikuwa anaenda pale Nairobi nchini Kenya, akazuiliwa mpakani akarudi, na kwamba atahojiwa zaidi. Kwa hiyo mambo yako hivyo, bado ni mambo mengi ambayo yanawahusu Chadema. Ni joto kali ambalo sasa hivi Chadema wanapata pressure kubwa, lakini wao bado wanaamini kwamba chama hicho ni imara na wanaamini kwamba Chadema itaendelea kusimama imara milele na milele. Na sisi kama Sky4 Media tutaendelea kukujuza, kukufahamisha kila ambacho kinaendelea ndani ya mipaka na nje ya mipaka ya Tanzania, kinachowahusu Chadema na taarifa zingine ambazo zinatoka upande wowote kwenye mipaka yetu na nje ya mipaka yetu. Hii ni Sky4 Media.